Sio tuliobakia huku wajibu wetu ni nini? Tuliobakia huku wajibu wetu, tumebahatika kuingia katika masiku 10 bora. Masiku 10 bora ya Dhulhijja haya tuliokuwa nayo. Wajibu wetu ni kuhakikisha tunafunga ili kuweza kupata fadhila na yale ambayo yaliyokuwa katika mwezi huu wa Dhulhijja. Kuna funga zipo za haya masiku 9. Ni sunna Waislamu kufunga, lakini pia kuna funga ya Arafa. Ile funga ya yaumu tasi, ile funga ya siku ya 9 ile ambayo ni funga ya Arafa, ile ni funga muhimu sana kwa Muislamu kuhakikisha anayefunga. Yaani hizi nyingine zote unaweza ukaacha, sisemi muache, lakini nazungumzia ile yaumu Arafa. Ile ni funga muhimu sana kwa Muislamu, kwa sababu ile kwa mujibu wa hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume anasema mtu anafutiwa madhambi yake ya mwaka mmoja uliopita na ujao, ile funga ya yaumu Arafa. Lakini pia watu wajiandae na kuchinja. Sie tuna ila moja Waislamu, tuna ila ya tunasubiri kugombea nyama za Waturuki. Yani ila lazima tuiseme. Yani kuna mtu ana uwezo wa kuchinja, lakini anasubiri mwezi huu ukifika aanze nongwa ya kugombea nyama za Waturuki. Kuna watu wataanza kuwa waongei, watu watagombana kisa nyama tu za Waturuki. Kumbe ile ni ibada ya watu wametekeleza, na wewe unaweza kutekeleza ile ibada. Unajua kumwaga damu ya mnyama ile ni kafara, ile ni kafara. Na ndio maana katika moja ya vitu ambavyo Waturuki ni wapeni siri, katika moja ya vitu ambavyo Waturuki wamefanikiwa sana kwenye mambo yao ni kufanya kafara ya kuchinja mara kwa mara kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana unaona moja ya ibada yao kubwa ni kufanya kurbani. Kurbani wao ni kuchinja, moja ya ibada kubwa sana. Wanafanikiwa sana katika haya mambo. Sasa sie badala ya kuchinja tunakuwa na fikra ya kwenda kugombea nyama za Waturuki. Sasa hivi katika misikiti utaanza kuona watu hawaongei kisa kanyimwa kilo 2. Kumbe ilitakiwa mtu aweke nia ya kuchinja. Kuchinja kuna siri kubwa sana. Na kwa mujibu wa sheria, mnaweza mkashare ng'ombe mmoja watu 7. Yaani kwa mfano kama hapa msikitini watu wakaamua tukachanga labda 100,000, wakapatikana watu 7, wakanunua ng'ombe wa 700,000 wakachinja, wanahesabika wamechinja na wanapata fadhila ya kuchinja ng'ombe mmoja kwa watu 7.